Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hii leo Jumatano Julai 15 mwaka 2026 alifika katika mahakama ya wilaya ya Jerusalem kusikiliza ushahidi katika kesi yake ya ufisadi inayoendelea, hatua ambayo imevutia uangalizi mkubwa kutokana na ukweli kwamba mara chache sana amekuwa akihudhuria vikao vya aina hiyo isipokuwa alipokuwa akitoa ushahidi wake binafsi. Katika kikao hicho, Waziri Zev Elkin ambaye ni mwanachama wa serikali ya Netanyahu alitoa ushahidi kuhusu kile anachokifahamu kuhusiana na mazungumzo yaliyowahi kufanyika kati ya Netanyahu na Anon Moses, mmiliki wa gazeti la Yedioth. Elkin aliitwa kama shahidi kwa sababu wakati matukio hayo yakidaiwa kutokea alikuwa mmoja wa viongozi waandamizi wa chama cha Likud na pia alikuwa msimamizi wa shughuli za muungano wa serikali bungeni, jambo ambalo lilimweka karibu na maamuzi ya kisiasa yaliyokuwa yakifanyika. Kesi hiyo inajulikana kama kesi 2001 ya kesi kadhaa za ufisadi zinazomkabili Benjamin Netanyahu. Waendesha mashtaka wanadai kuwa alifanya mazungumzo na Moses kuhusu uwezekano wa serikali kusukuma mbele sheria ambayo ingeidhoofisha Israel. Hayo gazeti ambalo lilikuwa mpinzani mkubwa wa Yedioth katika soko la habari nchini Israel. Kwa mujibu wa mashtaka, hatua hiyo ilitarajiwa kuwanufaisha wamiliki wa Yedioth kibiashara, huku Netanyahu akidaiwa kutarajia kupata habari na taarifa zenye mtazamo chanya zaidi kuhusu yeye na serikali yake kupitia gazeti hilo. Waendesha mashtaka wanaamini kwa makubaliano hayo, hata kama hayakutekelezwa kikamilifu, yalionyesha matumizi mabaya ya madaraka kwa manufaa binafsi. Netanyahu anakabiliwa na mashtaka ya udanganyifu na matumizi mabaya ya madaraka katika kesi 2000. Hata hivyo, amekuwa akikanusha tuhuma zote dhidi yake na kusema kuwa hakufanya kosa lolote. Ameendelea kueleza kuwa mawasiliano kati ya viongozi wa kisiasa na wamiliki wa vyombo vya habari ni jambo la kawaida katika siasa na hayapaswi kutafsiriwa kama vitendo vya uhalifu. Katika miezi ya hivi karibuni, mawakili wa Netanyahu wamekuwa wakiomba mara kadhaa kuahirishwa kwa baadhi ya vikao vya mahakama, wakieleza kwa majukumu yake kama waziri mkuu, hasa kutokana na migogoro ya kijeshi ambayo Israel imekuwa ikihusika nayo, yamekuwa yakimzuia kuhudhuria mara kwa mara. Mahakama ilikubali baadhi ya maombi hayo, lakini ikaendelea kusema kuwa kesi hiyo lazima iendelee bila ucheleweshaji usio wa lazima. Ushahidi wa Elkin unachukuliwa kuwa muhimu kwa sababu unaweza kusaidia mahakama kuelewa mazingira ya mazungumzo yaliyodaiwa kufanyika kati ya Netanyahu na Moses, pamoja na iwapo kulikuwa na juhudi zozote za kisiasa zilizolenga kubadilisha sheria kwa maslahi ya kampuni ya habari ya Yedioth. Kesi ya Netanyahu imeendelea kwa miaka kadhaa na imekuwa miongoni mwa kesi zenye mvuto mkubwa katika historia ya kisiasa na Israel. Mbali na kesi 2000, waziri mkuu huyo pia anakabiliwa na kesi nyingine ambazo zinahusisha madai ya rushwa, udanganyifu na matumizi mabaya ya madaraka, huku akiendelea kushikilia wadhifa wake wa uongozi na kupinga mashtaka yote yanayomkabili. Wachambuzi wa siasa na sheria nchini Israel wanaeleza kuwa ushahidi wa mashahidi wa ndani ya serikali kama Zev Elkin unaweza kuwa na uzito mkubwa katika hatua zinazofuata za kesi hiyo, kwani unaweza kusaidia mahakama kutathmini iwapo kulikuwa na makubaliano yaliyokiuka sheria au kama mazungumzo hayo yalikuwa sehemu ya mawasiliano ya kawaida kati ya viongozi wa serikali na sekta za vyombo vya habari. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.